mtumishi wa Mungu kinafuata ni kujitafuta kwa Mungu na kwenye madhabahu ya Mungu. Sasa hauwezi kupata baraka kwa Mungu kama hujafuata protocol. Sema protocol au taratibu. Kwa sababu utaratibu wa kwanza lazima uanze kupata baraka kuanzia watu ambao Mungu amewapa wa kuongoze. Yaweza kuwa ni wazazi au watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu habariki mtu ambaye hajafuata taratibu. Ni sehemu moja tu Mungu alibariki mtu, kwa sababu hapakuwa na mtu mwingine alibariki mtu. Mara ya kwanza alimbariki Adamu, kwa sababu hapakuwa na mwanadamu mwingine, hapakuwa na kiongozi mwingine wa kumbariki Adamu. Ilibidi Mungu ambariki yeye kwanza, aanze naye yeye mwenyewe. Lakini baada ya watu wote walibarikiwa, wakianzia kufanikiwa kukaa chini ya viongozi fulani ambao Mungu ameweka mbele yao. Ndio Yakobo alibarikiwa na Mungu, alimshika malaika baada ya kupata baraka za baba. Bwana asifiwe. Maandiko yanatuambia pia Samueli hakuweza kukizi vigezo vya kuzungumza na Mungu mpaka alivyofanikiwa kukaa chini ya Eli. Bwana asifiwe. Kwa baraka za taratibu, ukikosa kwa mzazi unapata kwa mtumishi au kwenye madhabahu, na ukipata kwa mtumishi, Mungu anaanza kuijaliza baraka yako. Mungu anaanza kujaliza. Maana hauwezi ukawa mtumishi wa Mungu mpaka umekuwa mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Mungu tuelewane. Hauwezi ukawa mtumishi wa Mungu kama umeshindwa kufanikiwa kuwa mtumishi wa Mungu. Na ndio maana kila mtumishi wa Mungu ni mtumishi wa mtumishi mwingine wa Mungu. Kila baba wa kiroho naye ana baba yake wa kiroho. Usikubali kuwa chini ya mtumishi ambaye hana mtumishi. Sema nakataa. Usikubali kuwa chini ya mtumishi ambaye hana mtumishi. Kwa mfano, mimi kama sina baba wa kiroho, nikiamua leo kwamba leo nataka utoe milioni 1 kila mtu, kama hauna kakope. Maana sina mafundisho, sina nani ongoza. Bwana asifiwe. Maana sina sehemu ambayo nachukua baraka za kuniongoza. Sababu baraka ni uongozi. Baraka zinamuongoza mtu kipi kinafaa na kipi hakifai. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu lazima naye awe chini ya mtumishi wa Mungu. Mpaka leo unaponiona mimi bado nipo chini ya mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo siwezi nika qualify au nikakizi vigezo vya kukufundisha wewe kama mimi sina anayenifundisha. Kwa nini? Baraka za Mungu zinafuata mteremko. Sema mteremko. Mteremko. Lazima kuwe kuna mahali ambako mtu anapiga magoti ili baraka ziende. Kama unasimama, baraka hazipandi, baraka zinashuka. Kwa sababu anayekubariki anakuwa juu. Kwa baraka huwa zinashuka, zinafuata gradient, zinafuata slope au zinashuka kwenye mteremko. Na ndio maana ukitaka uinuke zaidi, piga magoti sana. Ukitaka uinuke zaidi, nyenyekea sana. Maandiko yanasema hivi, Mungu anawainua wale wanyenyekevu, ila anawapinga wenye kiburi. Kwa nini? Mnyenyekevu yuko tayari kufundishika. Mnyenyekevu yuko tayari kufundishika. Bwana asifiwe.